lakini mashindano haya yamekuwa yakishirikisha wanafunzi kutoka halmashauri zote kama ambavyo nimesema, na michezo ambayo imeshindaniwa ni kama ambavyo nimeieleza. Lakini kwa upande wa UMISETA kulikuwa na jumla ya washiriki kwa maana ya wanafunzi 720. Washiriki hao wavulana ni 400 na wasichana ni 320. Tunaona ushiriki wa wasichana unaongezeka siku hadi siku, mashindano hadi mashindano. Lakini pia kulikuwa na jumla ya viongozi 76 kwa maana ya maafisa, lakini pia na walimu ambao walihusika katika kufundisha, kusimamia na kuratibu shughuli zote za michezo. Ndugu mgeni rasmi, ushiriki wa wanafunzi na walimu ulikuwa kwa kiwango cha kuridhisha na umewezesha kufanikisha lengo la kuchagua wanamichezo bora watakaoiwakilisha mkoa wa Lindi katika mashindano ya kitaifa. Na jumla ya wanafunzi 240 kwa maana ya UMITASHUMTA wanafunzi 120 na UMISETA 120 wamechaguliwa kuunda timu ya mkoa wa Lindi kwa ajili ya kushiriki mashindano ya kitaifa ya UMITASHUMTA na UMISETA 2026. Kupitia mashindano haya, vipaji mbalimbali vya michezo na sanaa vimebainika, kukuzwa na kuendelezwa. Wanafunzi walioonyesha uwezo mkubwa zaidi wamechaguliwa kuunda timu imara itakayowakilisha mkoa wa Lindi katika mashindano ya kitaifa. Nidhamu, mshikamano na ushindani wa hali ya juu vimeonekana kwenye mashindano haya ya UMISETA. Mafanikio yaliyopatikana yamechangia kufikia lengo la kupata timu bora yenye uwezo na ushindani wa kweli ambao tunataraji kwenda kuona kwenye mashindano ya kitaifa. Wanafunzi, kama mnavyofahamu kwamba nchi yetu ya Tanzania inafanya vizuri katika nyanja mbalimbali za kiuchumi. Na kwa sasa kwa jitihada ambazo zinafanywa na serikali yetu chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Wizara ya Michezo, Wizara ya TAMISEMI, lakini pia na Wizara ya Elimu, wanajitahidi kuwekeza nguvu kubwa sana katika michezo, kwa sababu michezo hii ndio imezalisha vijana ambao wameweza kujiajiri, lakini wakailetea heshima na sifa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivyo serikali ikawekeza nguvu kubwa sana kwenye michezo. Leo hii mko hapa, tunacheza michezo, tunafurahi, tunaburudika, lakini ndio nyinyi ambao kesho kutwa kupitia vipaji mlivyo navyo ndivyo vitakavyoweza kuitengeneza nembo na kuitangaza nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kama mkoa wetu huu wa Lindi. Kwa hivyo michezo hatuichukulii tu kama sehemu ya burudani na sehemu ya furaha, bali michezo ni sehemu ambayo inaweza kukuokoa wewe na kukusaidia katika uchumi wako na maendeleo yako katika maisha. Mtakumbuka kwamba katika umri wenu ndio umri ambao tuliona timu ya vijana ya Serengeti Boys ambao wako chini ya umri wa miaka 17 walifanya vizuri sana katika kombe la mataifa ya Afrika chini katika umri huo. Ndio nyinyi ambao mnafanya vizuri na ndio miongoni mwenu ambao baadaye wanakuja kuwa Serengeti Boys wa baadaye. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya viongozi wa mkoa wa Lindi kutoa pongezi za dhati kabisa kwa vijana wale wa Serengeti Boys. Sisi kama watu wa Lindi tuko nao bega kwa bega, tunawaunga mkono, tunawapongeza na nafasi ambayo wameipata ya kwenda kuliwakilisha taifa katika kombe la dunia, tunaamini watafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa niaba yao na ninyi mlioko hapa, pokeeni salamu na pongezi hizi. Niwaombe sana tuendelee kuwa wasikivu kwa familia zetu, kwa walimu wetu, lakini tuwe na uzalendo kwa nchi yetu. Na tutumie nafasi na fursa hizi tulizozipata kuiendeleza na kuipa sifa na heshima nchi yetu. Naitwa Alice Hassan Nkane. Kwa mimi tumejiandaa vizuri kwenda kupambana taifa, natumai Mungu atatusaidia na tutafanikiwa. Mashindano yalikuwa mazuri kwa upande wetu futiboli wanawake na tumeshinda, tunamshukuru Mungu. Mimi nacheza wingi ya kulia namba 7 na ndoto ya kuwa mchezaji mkubwa kama alivyokuwa Aisha Masaka, Clara Luvanga na Opa Climate.
Nilikuwa naomba watugee moyo, waseme kwamba mtoto wa kike hafai kucheza mpira kwa sababu unamfanya awe wa kiume. Kwa hiyo nilikuwa naomba wasitukatishe tamaa. Jina naitwa Mohamed Shabani Msange, mchezaji wa Lindi Manispaa. Mimi hapa nachezea nafasi ya kiungo namba 8. Mkubwa kutocheza nje ya Tanzania. Na imani nitaweza kufanikiwa. Kwa majina anaitwa Mwalimu Juma Mohamed Mhando. Ni mwalimu wa shule ya sekondari Dodomezi kutoka halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Ni mkuu wa shule lakini pia ni mmiliki wa timu ya wasichana inaitwa Kilwa Princess. Kwa ujumla mashindano ya UMISETA mwaka huu mkoa wa Lindi yamefanyika vizuri. Vipaji ni vikubwa na vingi vimeonekana. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba kutakuwa na timu nzuri sana ya mkoa wa Lindi kwenye mashindano ya taifa ya UMISETA yatakayofanyika Iringa. Ujumla watu wa Lindi watarajie mambo makubwa ambayo yatafanywa na hawa vijana, kwa sababu nina imani kwa vipaji vilivyoonekana hapa vitakwenda kufanya vizuri, na kwa sababu kuna takriban siku kama 4-5 za camp, kwa itasaidia kwa walimu wa michezo watakaopewa timu kuunganisha vijana na kutengeneza timu iliyokuwa nzuri na kuhakikisha kwamba